Hallelujah. Hallelujah. Someone happy to be in his presence again. Shout a bigger Hallelujah. hallelujah. Sema hallelujah kubwa. Lift up your voice and let's celebrate this great God again. Inua sauti yako tumsherekee Mungu huyu mkubwa For this tena. great privilege to appear before him. Kwa upendeleo wa kuwepo mbele yake. Let's give him all the glory. Tumpe yeye utukufu Let's wote. give him all the honor. Tumpe heshima yote. Let's worship his holy name. Tuliabudu jina lake He's takatifu. worthy of our praise. Yeye anastahili sifa zetu. He's worthy of our praise. Anastahili sifa zetu. He's worthy of our praise. Anastahili sifa zetu. Is somebody grateful to God this Kuna hour? mtu ana shukrani kwa Mungu lisaa hii. We give you all the glory. Tunakupa wewe utukufu We wote. give you all the honor. Tunakupa heshima yote. Thank you, Lord, for the previous week of spiritual emphasis since the year Asante began. kwa wiki zote za msizo wa kiroho tangu mwaka From umeanza. February to this day. Tangu mwezi wa pili mpaka leo. Thank you for all you have done for Asante us. kwa yote uliyotutendea. Thank you for answer prayers. Asante kwa majawabu ya maombi. Father, thank you. Baba asante. Blessed be your holy name. Libarikiwe jina lako takatifu. I'm not hearing a louder Sikia amina amen. kubwa. I'm not hearing a louder Sikia amen. amina kubwa. You are going to pray for yourself now. Unakwenda kujiombea mwenyewe sasa. The Bible says in Psalm 56 verse 9. Zaburi inasema kwenye ile Zaburi ya 56 mstari wa When 9. I cry unto thee, Nilipomlilia Mungu, then shall my enemies turn back. ndipo adui zangu watageuka na kurudi nyuma. This I know, Jambo hili ninajua for God is for me. kwamba Mungu yu upande wangu. Somebody shout amen. Sema amina. Until you cry unto him, Usipolia kwake, your enemies will not turn back. adui zako hawatarudi nyuma. And hear me, Nisikie. the word enemies does not connote only human beings. Neno maadui halimaanishi tu wanadamu. Anything that mock your glorious destiny in Christ is an enemy. Kila kitu kinachodhiaki hatima yako utukufu ndani ya Kristo ni adui. One of the greatest enemy you have is sickness. Mmojawapo ya adui mkubwa uliokuwa naye ni magonjwa. Lack and poverty, all those are enemies. Kupungukiwa na umaskini, wote hao ni maadui. But until you cry, they will not go out. Lakini They will not turn usipolia back. hawatarudi nyuma. And that's why I want you to cry unto your Heavenly Father. Ndio maana nataka ulie kwa baba yako wa mbinguni. Remember that this is just the beginning of the month. Kumbuka huu ni mwanzo wa mwezi. And today is very, 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 very unique. Na ya leo ni ya kipekee kabisa. The 8th day of the 8th month and in 2018. Yaani tarehe 8 ya mwezi wa 8 ya mwaka 2018. It's a unique day. Ni siku ya kipekee. If you cry, God will answer you today. Ukilia kwa Mungu, Mungu Lift up your atakusikia. voice and cry on Inua sauti everything that yako, mock your glorious lia kwa destiny. Bwana kinachodhiaki hatima yako Lift up your utukufu. voice and cry unto him. Inua sauti yako mlilie. When I cry unto thee, Nilipolia kwake, my enemies will turn back. maadui zangu And walirudi this nyuma. I know that God is for Kwa me. jambo hili najua Mungu yuko Lift up upande your wangu. voice and cry unto Inua him. sauti yako na umlilie. Every enemy of your destiny Kila adui wa hatima shall yako vanish this month. atapotea mwezi This huu. hour they shall vanish. Saa hii atapotea. Whatever that mock your glorious destiny in Christ, Kinachodhiaki hatima yako utukufu ndani ya today Kristo. they are judged. Leo kinahukumiwa. Today they are judged. Leo kinahukumiwa. Today they are judged. Leo wanahukumiwa. Is somebody praying at all? Kuna mtu anaomba. Is somebody praying at Kuna mtu all? anaomba. O melaka shekala balabalaboshia baba. Ayando belande katosh kalabalabolia ba. Ayando belando beleande katoshi andalaba. Ayando belabalabalabaliaboshi andalaba. Ashua kalando beliando belabalaba. Somebody pray. Omba, Pray omba. for yourself. Pray for yourself. Jiombe mwenyewe. When you cry, your enemies will turn back. Utakapolia adui zako watarudi nyuma. God is for you. Mungu yuko upande wako. Every plan of the devil against you, Kila mpango wa shetani kinyume in the nao, name of Jesus, it is destroyed. katika jina la Yesu imeharibiwa. In Jesus' glorious name. Katika jina tukufu la Yesu. Somebody shout a louder amen. Sema amina kubwa. Matthew chapter 16 verse 19. Mathayo 16:19. The Bible says, Biblia nasema, and I will give unto thee the keys of the kingdom. nitakupatia funguo za ufalme wa And mbinguni. whatsoever thou shalt bound on the earth Utakaolifunga hapa duniani shall be bound in heaven. litakuwa limefungwa mbinguni. Whatsoever thou shalt loose on the earth, Utakaolifungua hapa duniani, the heaven will respond to it. mbingu zitatii. This is the beginning of the month Huu also. ndio mwanzo wa mwezi. You need to lose a lot of blessings that belongs to you. Unahitaji kufungulia baraka nyingi ambazo ni za kwako. You need to lose everything that the devil have holding tight that belongs to you. Inabidi ufungulie chochote ambacho shetani amekikamatia ambacho ni mali yako. And you are going to say, Unakwenda kusema,
I lose my high desires in this month of August. Ninayafungua matamanio yangu ya moyo katika mwezi huu wa 8. Remember in Proverbs chapter 10 verse 24. Mithali 10:24. The scripture said it. Maandiko yanasema That the desire of the righteous shall be granted. Wana haki watapata matamanio yao. If it is not granted, there is an enemy somewhere. Kama hujapokea matamanio yako, basi Lord, kuna I adui. lose my desires this morning. Mungu, Every nafungua one of them will come to me. matamanio yangu Lift yatanijia. up your voice and pray. Inua sauti yako na uombe. Everything that is your desire, Kila kitu ambacho ni tamanio lako, everything that the devil is holding, chochote ambacho shetani that is your amekamatia, desire for the month, ambacho ni tamanio lako kwa lose mwezi it huu, now. Say the kifungulie. desires of the righteous shall be granted. Anasema wenye haki Tell your watapata desire before matamanio yao. God. Your Peleka tamanio lako desire mbele of za good Mungu. health shall be Tamanio granted. lako la Your afya, desire of miracle job shall be tamanio lako la kazi ya granted. Your muujiza, desire of marital breakthrough shall be tamanio lako wa decided. mpenyo wa Your ndoa, desire of business breakthrough and tamanio nonsense lako wa breakthrough mpenyo wa shall be biashara, granted. utapokea. Somebody lift up your voice Inua and sauti pray. yako na uombe. Somebody lift up your voice and Inua pray. sauti yako na Oh, uombe. la kate katalaba. Anything you lose, the devil will respond to it. And anything you bind, the devil will be utakachofunga bind. It will be bind in heaven. kitakuwa kimefungwa mbinguni. Ekeshoketolia palabalaba. Ashuande kaba lika shula banda la balaba. Alando la boshia baba balia balabulia balaba. Thank you, Jesus. Asante Yesu, In Jesus' glorious name. katika jina tukufu la Yesu. 2 Corinthians chapter 2 verse 11. Wakorintho wa pili 2:11. We'll be praying again. Tutaomba tena. So I bind every, the Bible says, lest Satan should get advantage of us. Anasema shetani asije akatudanganya, For we are not ignorant of his devices. kwa maana hatukosi kuzifahamu mbinu Don't zake. allow the devil to get advantage. Usikubali of you. shetani akudanganye. You are going to say, I bind every device of the wicked Sema ninafunga kila mawazo na fashioned mbinu za against mwovu me and my family in this month of August. zinaondolewa kinyume nami na familia In yangu the mwezi name wa of 8 Jesus Christ. katika jina la Yesu Kristo. Every plan of the devil against me and my family, Kila mpango wa shetani kinyume na I mimi na destroy familia it yangu today. na uharibu Is leo. somebody ready to pray Kuna that prayer? mtu Lift up tayari your kuomba ombi voice. hilo, inua sauti We are yako. not ignorant of the devices of the Hatukosi devil. kuzijua hila za Every ule mwovu. arrow of the devil fired Kila at you, mshale wa in shetani the uliotumwa name kwako, of Jesus Christ of katika jina la Yesu wa Nazareth, Nazareti, return back to where it's coming from. unarudi It ulikotoka. returns back to where it's coming from. Unarudi ulikotoka. Every pit they have dug for you, Kila shimo they shall waliokuchimbia, fall into it. watadumbukia I said, no wenyewe. weapon that is fashioned against you shall Silaha prosper, iliyoandaliwa kinyume and nawe every itafanikiwa. tongue that Kila shall ulimi rise against thee in utakaosimama judgment, kinyume nawe katika thou hukumu, shalt wewe condemn. ndio utakaohukumu. Lekotelia bababalia bosha, akatoketolia halaba, ayandala palaboshia kaloboliaba, shuakiatolia balabalaba. We are not ignorant of the devices of the Hatukosi devil. kuzijua Every mbinu za plan of shetani. the devil against any member of this Mpango wa church in this shetani month of kinyume na mshirika August, wa kanisa hili it mwezi is wa 8. declared none and Unatamka void. It utafanikiwa. shall not stand. Hautosimama. None shall be involved in accident. None shall Hakuna die this atakayepata month. ajali. We shall not Hakuna die but atakayekufa. live to declare the words of Atakufa God. taifa tangaza And matendo none makuu ya of Mungu. business will collapse. Oh, no one shall be stagnated. Hakuna atakayeduma. Lord, any member of the church Kila mshirika wa shall not be kanisa hili stagnated. hatoduma. Katolia baba baba, aliando katolia balabalabulia, shuakato keto brelia, shuakatala bali katondelebo, ekatoshia kalaba, abralaboshia balabalaba. Pray in the spirit, pray in Omba understanding katika Roho Mtakatifu. every Omba device kwa of the ufahamu. wicked. Kila mbinu za In mwovu the name of Jesus katika jina Christ la of Yesu Kristo wa Nazareth, Nazareti, I destroy today naziharibu leo every device of the wicked kila mbinu against na anyone silaha here, za mwovu kinyume na against yote hapa. anyone related to Kinyume us, na yote yanayohusiana na against sisi. our families. It Kinyume na shall familia. not stand. Hatosimama. It shall not stand. Hatosimama. It shall not stand. Hatosimama. Is somebody praying Kuna at mtu all? anaomba. Obreketoshia balaba, akatokoto, shuakatelia balaba, landoloboshia balaba, alianda kama, shobeliaba, ayandoloboshia balaba, andelaba. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo. Somebody shout a louder amen. Sema amina kubwa. Isaiah chapter 3 verse 10 says, say Isaya 3:10. to the righteous, Waambieni wenye haki, it shall be well with him, itakuwa heri kwao, for they shall eat the fruit of their doing. kwa maana watakula matunda I ya want matendo you yao. standing on that scriptures and declare to yourself, it shall be well with me and my family this month. Simamia andiko hilo, It shall be tamka well itakuwa with my heri kwangu na business. familia It shall yangu. be well with the Itakuwa heri work of kwenye my biashara. hand. The Bible Itakuwa has heri kwenye said, it kazi ya shall be mikono well yangu. with the Biblia righteous. inasema itakuwa It heri shall kwa be mwenye haki. well with us. Itakuwa It heri shall be kwangu. well with us. Itakuwa heri Say kwetu.
to the righteous it shall be well. Mwambie mwenye haki itakuwa Oh, heri. Yakabalabakatoliaba. Make that great decree from the depth of your Tamka heart. tokana na Make kilindi cha that moyo decree wako. from the depth of Tamka your tokana na heart. kilindi cha moyo It wako. shall be well with you. Itakuwa heri kwako. Aliakatakaboshalabalabalaba. Ikatoliabababa. In your business it shall be well Kwenye with you. biashara yako In itakuwa your heri family kwako. it shall be well Kwenye with you. familia itakuwa In your heri kwako. academics it shall be Kwenye well with taaluma itakuwa you. heri In kwako. every area of your life Kwenye it eneo shall lote be la maisha yako well itakuwa with heri you. kwako. You shall not experience any misfortune this month. Hautapata hali mbaya, bahati mbaya mwezi It huu. shall be well with Itakuwa heri you. kwako. Thank you, Jesus. Asante Yesu. In Jesus' glorious name. Katika jina tukufu la In Yesu. 1 minute, say, God, speak to me again by your word. Kwa dakika moja mwambie Mungu, sema nami kwa neno lako. Lord, send your word to me. Bwana nitumie The neno. word of God is a sponsor of the blessing of Neno God. la Mungu ndio linabeba baraka Lord, za Mungu. send your word to me this Bwana evening. nitumie neno lako Somebody jioni ya pray leo. that prayer. Kuna Open mtu the heart of anaomba ombi understanding hilo. of everyone. Fungua macho ya Lord, ufahamu to ya kila receive your mmoja. word today. Ili apokee neno In lako the leo. name of Jesus Katika Christ. jina la Yesu Kristo. Send your word, Jesus. Tuma neno lako Yesu. Lord, we are ready to hear from you Tuko again. tayari kusikia toka kwako tena. Blessed be your holy Barikiwe name. jina lako Wave takatifu. those hands and appreciate him for answer Punga prayer. mikono hiyo, mshukuru kwa majibu ya Thank maombi. you, Jesus. Asante Yesu. We have come with open heart, so let the ancient world impart. We have come with open heart, so let the ancient world impart. Oh, we have come, we have come with open heart, so let the ancient world impart. Ancient world, ever true, changing me and changing you. We have come with open heart. Let the ancient world impart. Ancient world, ever true, changing me, oh, changing and changing you. Holy Malabasulaba, we have come with open heart. So let the one more time. Ancient world, ancient world, ever true, changing me and changing you. Holy Malabalaba, we have come. Holy Malaba, we open heart, so let the ancient world impart. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Impart us by your word today. Tuguse kwa neno lako leo In Jesus' name. katika jina la Yesu. It is my new dawn era. Majira yangu ya pambazuko jipya. Help me welcome your neighbor to the Karibishe left jirani and the yako right, upande wa kuume na upande wa and kushoto. have your seat in his presence. Na keti katika uwepo wake. Praise God. Bwana asifiwe. You are welcome on behalf of the President, Winners Chapel International, Bishop David Oyedepo. Kwa niaba ya rais wa makanisa ya washindi Askofu David Oyedepo, I welcome you to August edition of Week of Spiritual Emphasis. na kukaribisha katika kipindi hiki cha wiki ya msitizo wa kiroho ya mwezi wa 8. And it shall be your season of visitation. Itakuwa majira yako ya kutembelewa. It shall be your season of exploit. Itakuwa majira yako ya matendo makuu. I'm not hearing a faithful amen. Sikia amina ya uaminifu. I'm not hearing a faithful amen. Sikia amina ya uaminifu.
he will send his word to you, and that word will turn things around for good for you. Atakutumia neno litabadilisha mambo kwa wema kwako. You shall not fail anymore. Hautashindwa tena. This word good for the spirit of success will jump on you today as never before. Neno hili linapokuja, roho ya ustawi itakaa juu yako. And the last failure you experience shall be the last of the days of your life. Kushindwa ulikokuona kwa mara ya mwisho ndio kutakuwa kwa mwisho kabisa. I'm not hearing a faithful amen. Sisikie amina ya uaminifu. Tell yourself, I am redeemed for exploit. Jiambie, nimeokolewa nitende matendo makuu. Say it, I am redeemed for exploit. Sema, nimeokolewa nitende matendo makuu. And as we know, that's the prophetic focus for the month of August 2018. Ndio ndilo tamko la mwezi wa 8 2018. And our anchor scripture is Daniel 11 verse 32. Andiko nanga ni Danieli 11 mstari wa 32. Especially the B part of it. Na ile sehemu ya B ya hilo andiko. They that do know their God. Wao wamjuao Mungu wao. The people that do know their God. Watu wamjuao Mungu wao Shall be strong. watakuwa hodari And do exploits. na watatenda matendo makuu. Say it again, I am redeemed for exploits. Sema, nimeokolewa kutenda matendo I makuu. don't know about you, I know I am redeemed for Sijui exploits. kuhusiana na wewe, lakini mimi najua kwamba nimeokolewa kutenda matendo And you makuu. shall command exploits. Na utaamuru matendo makuu In the name of Jesus katika Christ. jina la Yesu Kristo. In our midweek services for the month, Katika ibada zetu za kati ya wiki katika we'll be mwezi huu, looking at unveiling the fundamentals of success. tutatazama kufungua ama kufunua vitu vya muhimu ili kupata mafanikio. Unveiling the fundamentals of success. Kufunua nguzo ama vitu muhimu vya kuweza kupata ustawi ama mafanikio. And this is part 1A. Hii ni sehemu ya kwanza A. Tomorrow we take part 1B, and on Friday part 1C. Kesho tutatazama sehemu ya kwanza B na kesho kutwa sehemu ya kwanza C. Praise the Lord. Bwana asifiwe. It is our month of success. Huu ni mwezi wetu wa ustawi au mafanikio. And it is important for us to understand what it takes to succeed in life. Na ni muhimu kuelewa nini kinahitajika ili kufanikiwa katika maisha. And we all know Na wote tunajua that success is the desire of everyone. kwamba ustawi ni tamanio la kila mtu. It's a universal desire. Ni tamanio la kila mtu ulimwenguni. Everyone yearns for success Kila mtu anatamani in mafanikio one form or the other. kwa namna moja ama nyingine. However, Hata hivyo, no one succeeds by accident. hakuna anayestawi kwa bahati. In fact, there is no accident that is a success. Hakuna ajali inayoleta And no ustawi. one succeeds by accident. Hakuna anayestawi kwa ajali. Every success story Kila historia ya ustawi results in making a deliberate choice to succeed. inahitaji kuchukua maamuzi ya dhati ili kuweza kufanikiwa. That's where it begins from. Ndipo inapoanzia By making a deliberate choice to succeed. kwa kufanya ule uchaguzi wa And you kutoka know, ndani yako wa kutaka We are kufanikiwa. creatures of choice. Sisi ni viumbe vya uchaguzi. Deuteronomy chapter 30 verse 19. Kumbukumbu la Torati 30:19. God say, I place in front of you. Mungu anasema nimeweka mbele yenu. He said, I call heaven and earth. In other words, I set before you life and death. Nimeweka mbele yenu mauti na uzima, Blessing and cursing. baraka na laana. Therefore choose life. Hivyo chagua uzima. You choose success. Unachagua ustawi. Praise the Lord. Bwana asifiwe. The failure is there, success is there. Kushindwa kuko hapa, mafanikio au ustawi uko But hapa. choose success. Chagua ustawi. Praise the Lord. Bwana asifiwe. But after the choice, Baada ya uchaguzi huo, you must back it up with discovery and continuous application of relevant keys. lazima usindikize kwa kugundua funguo muhimu za kukupa huo There are ustawi. many people that have chosen to succeed, Kuna watu wengi wamechagua ustawi but they are not succeeding lakini hawafanikiwi because they ignore relevant keys to apply. kwa sababu wameacha kutumia funguo za muhimu ili kufanikiwa. And you know that we live in a kingdom that operates by keys. Unajua tunaishi katika ulimwengu unaotenda kazi kupitia funguo. When I talk about keys, I'm talking about principles. Napozungumzia funguo ninamaanisha I'm talking kanuni. about laws of success. Namaanisha sheria za kukupa mafanikio. Where we read today during the prayer, Matthew chapter 16, verse 19. Tuliposoma leo katika hiyo Mathayo 16 mstari wa Jesus said, 19. I give unto you the keys of the kingdom. Anasema nimewapatia funguo za ufalme. We
we live in the kingdom that operates by keys. Tunaishi katika ufalme unaotenda kazi kupitia funguo. Praise the Lord. Bwana asifiwe. I say praise the Lord. Bwana asifiwe. In fact, our inheritance in this kingdom Urithi wetu katika ufalme huu is delivered to a key of knowledge. tunaupokea kupitia ufunguo wa maarifa. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Luke chapter 11 verse 49. Luka 11:49. Luke chapter 11 verse 49. Luka 11:49. Praise the Lord. Bwana asifiwe. I say praise the Lord. Bwana asifiwe. Or check 52. Luke 11:52. Tazama ule mstari wa The 52. Bible says, woe unto you lawyers, Ole wenu wanasheria, for you have taken away the key of knowledge. kwa kuwa mmeuondoa ufunguo wa maarifa. There is a key of knowledge. Kuna ufunguo wa maarifa. When it is delivered in your hand, Unapokuwa mkononi mwako, you will succeed in everything you do. utafanikiwa kwenye kila unachokifanya. We live in a kingdom that operates by key of knowledge. Tunaishi katika ufalme unaotenda kazi kwa ufunguo wa We maarifa. have inheritance here, Una urithi hapa, but it takes a key of knowledge to access our inheritance. lakini inahitaji funguo wa maarifa ili kupata huo urithi wetu. Apostle Paul was speaking in Acts chapter 20 verse 32. Mtume Paulo alikuwa anazungumza katika Matendo He said, 20:32. I commend you to God Anasema ninawakabidhi kwa and to the Mungu word of his grace, na kwa neno la neema which yake is able to build you up linaloweza and to kuwajenga give you an inheritance among them which are sanctified. na kuwapatia urithi miongoni mwao Everyone waliotakaswa. sanctified have an inheritance. Kila aliyetakaswa ana urithi, But you need key of knowledge lakini unahitaji ufunguo wa maarifa to access your inheritance. kuupata urithi wako. Apostle Peter writing Mtume Paulo, Petro in akiandika 2 Peter chapter 1 verse 7. Petro wa pili 1:3, He said, according to his divine power, kulingana na uwezo wake wa kiungu have given unto us all things that pertains to life and godliness. ametupatia vitu vyote vipasavyo uzima na utaua, But through the knowledge of him lakini kupitia kumjua yeye that have called us unto glory and virtue, aliyetuita tuingie katika utukufu, he have given us all things. ametupa vitu vyote, But it is accessible by the key of knowledge. lakini tunavipata kwa ufunguo wa The maarifa. Bible says, they that do know. Biblia inasema wao wamjuao. You don't succeed in this kingdom without the key of knowledge. Haufanikiwi katika ufalme huu pasipo ufunguo wa maarifa. They that do know their God. Wao wamjuao Mungu The wao. people that know their God. Watu wamjuao Mungu Many wao. people are born again, but they don't know their God. Watu wengi wameokoka lakini And they hawamjui don't Mungu know the wao, ways of their God. wala hawajui njia za Mungu wao. To cause ways on the earth, you must follow the ways of God. Ili ulete sauti duniani lazima But the ufuate njia za ways you Mungu. don't know is a way you will not follow. Njia usiyojua ni njia ambayo hutaifuata. Praise the Lord. Bwana asifiwe. That is why the Bible says in Hosea chapter 4 verse 6, Biblia inasema kwenye Hosea 4:6, my people perish because they lack knowledge. watu wangu wanaangamia kwa sababu wanakosa They maarifa. are destroyed for lack of knowledge. Wanaharibiwa kwa sababu wanakosa Because they maarifa. have rejected knowledge. Kwa sababu wamekataa maarifa, And I've also rejected them. nami nimewakataa. Praise the Lord. Bwana asifiwe. I say praise the Lord. Bwana asifiwe. What we are delivering to you is the key of knowledge to excel, to succeed in everything you do. Tunachokupatia ni funguo za maarifa zitakazokuwezesha kufanikiwa kwenye kila kitu And the unachokifanya. key of knowledge is all about applying yourself to the revelation of the truth. Na ufunguo wa maarifa inahusiana kwa wewe kutendea kazi ule ufunuo wa kweli ya neno la When Mungu. we apply ourselves to the revelation of the truth, Tunapotendea kazi ule ufunuo wa kweli ya neno la we Mungu, triumph always and in every place. tunashinda wakati wote na kila eneo. You can't succeed in this kingdom without revelation of the truth. Hauwezi kufanikiwa katika ufalme huu pasipo ufunuo wa kweli. In Joshua chapter 1 verse 8, Yoshua 1:8, God desire is for Joshua to succeed. Mungu alitamani Yoshua afanikiwe. After Moses handed over the mantle of leadership to Joshua, Baada ya Musa kukabidhi vazi la but uongozi God kwa told Yoshua, Joshua, Mungu alimwambia for Yoshua, you to succeed, ili wewe ufanikiwe, this book of the law shall not depart out of thy mouth. kitabu hiki cha Torati hakipaswi kuondoka Thou kinywani shalt mwako. meditate therein day and night, Utafakari humo mchana na that thou usiku, mayest observe to do according to all that is written therein. upate kutenda sawa na yote yaliyoandikwa For humo, thou shalt make thy way prosperous, ndipo utakapoifanikisha
kuonyesha njia yako, then that shall have good success. na ndipo utakapostawi. There is no good success in this kingdom outside the revelation of the truth. Hakuna ustawi katika ufalme huu nje ya ufunuo wa kweli ya neno la Those Mungu. succeeding are those who are applying the truth of the scripture. Wanaostawi ni wale wanaotumia kweli ya maandiko. The scripture you don't apply will not profit you. Andiko usilotendea kazi alitokufaidia. Praise the Lord. Bwana And asifiwe. that is why the Bible says we should not be only hearers of the word. Ndio maana Biblia inatuagiza tusiwe wasikiaji tu wa neno. In James chapter 1 verse 22 to 25. Yakobo 1:20 mpaka 25. Let us be doers of the word. Tuwe watendeaji He kazi said when neno. you are hearing it and you are not doing it, Unaposikia tu na utendei you are kazi, deceiving your own self. unajidanganya wewe mwenyewe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Verse 25 says, Mstari 25 inasema, he said, whosoever looketh in this perfect law of liberty, that's the word of God, itazama sheria kamilifu ya uhuru continue therein, na kuendelea kukaa humo, he be not a forgetful hearer, asiwe msikiaji but msaulifu, a doer of the work. bali mtendeaji kazi. Doing the word of God is a work. Kutendea kazi neno la Mungu He ni said, kazi. this man shall be blessed in his deed. Anasema mtu huyu atabarikiwa In katika other words, kutenda this man kwake. that does the word shall be successful Kwa maneno in mengi- everything he does. Kwa maneno mengine, huyu anayetendea kazi neno atafanikiwa kwenye kila kitu anachokifanya. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. What am I saying, people of God? Nachosema nini watu wa Mungu? Doing whatever the word says Kutenda kila ambacho neno will inasema result to supernatural breakthrough. kutapelekea mpenyo wa kiungu Anytime, any day. kila wakati, siku And yoyote anywhere. na popote. Deuteronomy 28 verse 1 to 13. Kumbukumbu la Torati 28:1 mpaka If you 13. will hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, Kama utaisikiza kwa bidii sauti to ya Bwana Mungu observe wako, and to do all these commandments, kutunza na kufanya maagizo yake which yote I command you this day. ambaye ninakuagiza leo, He said that the Lord thy God will set you on high above all nations of the earth. anasema ndipo Bwana Mungu wako atakuweka juu ya mataifa yote And duniani, all this blessing will come on thee na baraka hizi zote zitakujilia by applying the revelation of the scripture, kupitia kutendea kazi ufunuo wa by being andiko. a word practitioner. Kwa kuwa mtu kutendea kazi The neno, blessings come on thee and overtake thee. baraka zinakujia na zinakupata. Praise the Lord. Bwana asifiwe. In Luke chapter 5 verse 1 to 8, Luka 5:1 mpaka 8. Peter and his men were frustrated, Petro na watendakazi wake walikuwa having wamechanganyikiwa, toiled throughout the night and caught nothing. walisumbuka usiku kucha, hawakupata kitu. And the word came, Neno likaja, launch into the deep. tweka nyavu mpaka kilindini. Peter complained and said, we have toiled throughout the night and caught nothing. Petro akalalamika na kusema tumefanya kazi usiku kucha kupata kitu, Nevertheless, lakini hata hivyo at thy word, kwa neno lako I will let down the net. nitatweka nyavu kilindini. And he practiced what he had. Na akatendea kazi alichosikia. And the Bible says, when they have this done, Biblia inasema basi walipofanya hivyo they were successful in their endeavor. walifanikiwa kwenye shughuli walikuwa wakiifanya. One of the secret of failure, Mojawapo ya siri ya kushindwa, one of the keys of failure, mojawapo ya ufunguo wa kushindwa is not doing the word of God. ni kutokulifanyia kazi neno la Mungu. Anytime you ignore the word of God, Kila wakati unapoliacha neno la Mungu, you have signed it for failure. umeweka sahihi ya kushindwa. But that will not be your portion. Hiyo haitakuwa fungu lako. There are keys. Kuna funguo, There are fundamentals of success. kuna nguzo za There msingi za are mafanikio. forces to apply. Kuna nguvu unahitaji kuzitendea And kazi. every day, Kila today, siku. tomorrow and Friday and every Wednesday, we'll be sharing one of the forces to apply if you want to succeed. Tutakuwa tukishirikisha kila nguvu ya kuitumia ili ufanikiwe. In this opening day, Katika siku ya kufungua, we look at the force of vision. tutatazama nguvu ya maono. The force of vision. Nguvu ya maono. Vision is a covenant seed of success. Maono ni muhuri wa kiagano wa kupata ustawi. Vision is what position any believer for success. Maono ndio yanamweka sawa kila mshirika ili kupata ustawi. Because it takes vision to engage in a successful pursuit. Kwa sababu inahitaji maono ili kuingia katika shughuli yenye ustawi. In fact, if you look at what is vision, Tukitazama maono ni nini? what is success? Ustawi ni nini? Success is simply satisfactory realization of a given goal Ustawi ni kulitimiza kwa mafanikio lile jukumu lilopewa or a set objective. au malengo A uliopewa. satisfactory
realization of a given goal or a set objective, ni kutimiza kwa mafanikio kusudi ulilopewa ama lengo ulilopewa. there must be a goal. Lazima kuwe na There lengo. must be objective. Lazima kuwe na lengo. If somebody is traveling today Kama kuna mtu anasafiri leo and you call the person, was the journey successful? na ukamuuliza mtu, safari yako ilikuwa ya mafanikio? The person will say yes, Mtu huyo atasema ndiyo, because he have reached the destination. kwa sababu amefika alipokuwa anataka kufika. There is no success without destination. Hakuna ustawi au mafanikio pasipo kituo cha mwisho. And every successful man and woman Kila mtu aliyefanikiwa is successful or are successful on their own field. anafanikiwa katika eneo lake la kazi. Praise the Lord. Bwana asifiwe. I say praise the Lord. Bwana asifiwe. Mention any man, Mtaje mtu yoyote, any woman being celebrated today. mwanamke yote anayesherekewa leo, There is always one thing to know them of. kuna kitu kimoja ambacho utakitambua. Hallelujah. Haleluya. A man that is everywhere Mtu ambaye yuko kila eneo does not succeed. hafanikiwi. There must be a definite goal. Lazima uwe na lengo There must linalotambulika. be a destination. Lazima kuwe na kituo Vision shows unachokilenga. us where you are going. Inatuonyesha wapi When we unapokwenda. talk about vision, Tunapozungumzia maono, we talk about the unveiling of God's plan concerning you. tunazungumzia kufunuliwa kwa mpango wa Mungu You kuhusiana na know, we wewe. serve a God of plan and purpose. Tunamtumikia Mungu wa mipango na malengo. That before he created any human being, Kabla hajamuumba mwanadamu yeyote, there is a purpose for creating that human being. kuna kusudi la kumuumba mwanadamu huyo. There is a challenge on the earth he created the human being to solve. Kuna changamoto hapa duniani ambayo alimuumba huyo There mwanadamu is aje kuitatua. assignment God has for everyone. Kuna kazi ambayo Mungu anao kwa And kila that mmoja, is the reason na hiyo ndio he sababu created you. ya yeye kukuumba. Discovering of that divine assignment Kugundua huo mpango wa kiungu, is vision. hiyo ndio And maono, the pursuit of that discovered assignment na kulifuatilia ilo kusudi liloligundua is ministry. inaitwa huduma. That's why everyone has a ministry. Ndio maana kila mmoja ana huduma. Praise the Lord. Bwana asifiwe. When you discover the reason for your living Unapogundua sababu ya wewe kuishi and pursue it, na ukaanza kufanyia kazi, that's the road to your success. hiyo itapelekea ustawi You wako au know, mafanikio. success is not a destination. Mafanikio sio kituo, Success is an adventure. mafanikio ni safari. No one will say, I have landed. Hakuna anaweza kusema No matter nimefika. the level of success you have enjoyed, Haijalishi kiwango cha mafanikio ulichofika, you have not reached there. haujafika pale juu There is kabisa. a place called there. Kuna mahala panaitwa pale. Praise the Lord. Bwana asifiwe. The Bible says in Proverbs chapter 4 verse 18, Biblia inasema Mithali 4:18, the path of a just man is like a shining light. njia ya mwenye haki ni kama nuru And ing'aayo, they shine more and more and more till Jesus return. inang'aa zaidi na zaidi mpaka Yesu atakaporudi. Many people who have landed that they have succeeded, they have not even succeeded anything. Watu wanaozani kwamba wamefanikiwa, kiukweli hawajafanikiwa chochote. There's nowhere you are going today Hakuna mahala unakwenda leo that you not see some people who have gone there and they are coming back. ambako hautaona watu waliofika pale na wanarudi. There's nothing you have accomplished if you don't see people who have accomplished more than you. Hakuna kitu ulichokitimiza ambacho hutaona watu waliotimiza zaidi That's what yako. makes success an adventure. Ndio maana tunasema sasa mafanikio ni safari. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. Success is satisfactory accomplishment Mafanikio ni kutimiza kwa mafanikio in a pursuit of a given purpose. lile kusudi ulilopewa ulitimize. That's why until your destination is defined, Ndio maana usipotambua kituo chako, success is not in view. mafanikio huwezi kuyaona. Life remains a struggle Maisha yanabaki kuwa masumbuko without a clear vision of God's purpose for your life. pasipokuwa na maono sahihi ya kusudi la Mungu katika maisha yako. Without a vision, Pasipo maono, people are made naked. watu wanafanywa kwa uchi. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Proverbs 29 verse 18. Mithali 29:18 King James said, where there is no vision, inasema pasipo maono the people perish. watu huangamia. People, one translation says, people are stripped naked where there is no vision. Tafsiri nyingine inasema watu wanafanywa kwa uchi panapokuwa hakuna That's maono. why the foundation, after being born again, Ndio maana msingi baada ya wewe one kuokoka, of the greatest fundamentals of success is vision. mmojawapo wa msingi ama nguzo ya muhimu ya As a mafanikio ni Christian, you maono. must define where you are going. Kama Mkristo lazima ujue wapi unapokwenda. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. I said, somebody shout hallelujah. Sema haleluya. You must know where you are going. Lazima ujue unapokwenda. And it will help you
to reach your destination. na hiyo itakusaidia kufika kwenye kituo chako cha mwisho. It will help you to avoid distraction. Itakusaidia kukwepa vizuizi, Because if you are traveling now, kwa sababu kama unasafiri sasa, assuming you are going to Dodoma, na labda tufanye unakwenda the Dodoma, destination is defined. kituo umeshakijua, And all your energy is towards reaching your destination. na nguvu zako zote unazielekeza kufika kwenye hicho kituo. Any distraction will never get your attention. Kila kizuizi hakitokufanya kiondoe umakini But wako. if you don't know that you are going to Dodoma, Lakini kama hujui kwamba unakwenda Dodoma, they can carry you go another place. wanaweza wakakubeba wakakupeleka maeneo pengine. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. And anytime you enter motor park Kila unapoingia kwenye paki ya magari, and you ask them where are you, they ask you where are you going? wanakuuliza unakwenda wapi. And you say I'm going everywhere. Unapoingia kwenye gari wanakuuliza unaenda wapi, unasema naenda kila eneo. There is no bus loading everywhere. Hakuna basi nalokwenda popote. Or you told them you are going somewhere. Au unawaambia nakwenda sehemu fulani. There is no bus going somewhere. Hakuna basi nalokwenda sehemu fulani. Every bus in the park have a destination. Kila basi kituoni lina kituo chake. You must define where you are going. Lazima ujue wapi unapokwenda. Vision help you to define where you are going. Maono yanakusaidia wewe kujua wapi unapokwenda. Show me a man with a vision, Nionyeshe mtu mwenye maono, and I will tell you, I will show you a man that will be successful tomorrow. nami nitakuonyesha mtu atakayefanikiwa kesho. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. I'm not hearing hallelujah. Sisikia haleluya kubwa. Understand that our future Elewa kwamba hatima yetu is in God's plan, not in our plan. iko katika mpango wa Mungu na si katika mpango wetu. It is in God's plan. Iko katika mpango wa Mungu. God is a God of plan. Mungu ni Mungu wa mipango. In Jeremiah 29 verse 11, Yeremia 29:11. reading it in Revised Standard Version, Tukisoma katika version hiyo he said, iliyotajwa, I know the plan, Revised Standard Version, I know the plan I have for you, ninajua mipango niliyokuwa nayo kwako, declares the Lord. asema Bwana wa majeshi. Plan to prosper you and not to harm you. Mipango ya kukufanikisha na si kukudhuru. Plans to give you hope and a future. Mipango ya kukupa tumaini na hatima. Your future is in his plan, Hatima yako iko katika mpango wake, not in your plan. si katika mpango wako. Sit down to discover his plan for you Kaa chini na ugundue mpango wake and kwako pursue it. na ufuatie. That's where success will come. Hapo ndipo mafanikio yatakujia. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. Because God is only committed to what he have commanded. Kwa sababu Mungu anatimiza tu kile alichokiamuru. Every heavenly vision Kila maono ya kimbingu is sure to command earthly impact. yana uhakika wa kusababisha mguso duniani. People of God, what am I saying today? Watu wa Mungu nasema nini leo? Success begins with vision. Mafanikio yanaanzia kupitia maono. Praise the Lord. Bwana When asifiwe. they say this man is successful, Wanaposema mtu huyu amefanikiwa, successful in what? amefanikiwa katika nini? Hallelujah. Haleluya. You cannot be a footballer Hauwezi kuwa mcheza mpira and be a basketballer na uwe mcheza kikapu and be a long tennis player. na uwe mcheza tenesi. I've never seen a star that is successful in all the sports. Sijawahi kuona nyota aliyefanikiwa katika michezo yote. There must be one. Lazima kuwe na kitu kimoja. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. Discover where you belong Gundua eneo lako ni wapi and be committed to it. na ujitoe kulitendea kazi. That's where your success will show. Hapo ndipo mafanikio yako yatajidhihirisha. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. If you mention Oyedepo today, Ukimtaja Askofu Oyedepo leo, everybody knows what he's doing. kila mtu anajua anachokifanya. He's not here and there. Hayuko hapa na If you pale. mention Bill Gates today, Ukimtaja Bill Gates leo, very defined goal. unaona kabisa ana lengo linalotambulika. People knows where he belongs. Watu wanajua sehemu yake ya He's not kazi. a politician. Yeye si mwanasiasa. Praise the Lord. Bwana asifiwe. He has his own field. Ana eneo lake la kazi. If you mention Lionel Messi today, Ukimtaja Lionel Messi leo, everybody knows where he belongs. kila mtu anajua eneo lake la If you kazi. mention Cristiano Ronaldo, Ukimtaja Cristiano Ronaldo, everybody knows where he belongs. kila mtu anajua eneo lake la There is kazi. no successful man and woman on the earth Hakuna mtu amefanikiwa hapa duniani that is not made by vision. ambaye hajajengwa hivyo kupitia maono. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. And the ball is in your court. Na mpira uko upande wako. Discover it. Gundua. It's in the heart of God. Iko katika moyo wa Mungu. And he's willing to show it to you. Na yuko tayari kukuonyesha. Habakkuk chapter 2 verse 2. Habakuki 2 mstari wa pili. Habakkuk chapter 2 verse 1, 2 and 3. Habakuki sura ya pili mstari I wa will kwanza, wa pili na wa stand tatu. upon my watch Nitasimama katika zamu and yangu sit upon the tower
nitasimama katika and will mnara watch to see what he will say unto me, nione atakayoniambia and what I shall answer when I am reproved. na nini nitakachojibu kwa habari ya And malalamiko the yangu. Lord answered me, Na Bwana akanijibu, write the vision, yaandike maono, make it plain upon tables, yaweke wazi, that he may run that readeth it. ili yeye ayasomaye apate For the vision kukimbia. is yet for an appointed time, Kwa maono haya ni kwa but wakati at maalum, the end he shall speak mwishoni atanena and not lie. hayatasema uongo. Though it tarry, Hata akichelewa wait for it, yangoje, because it will surely come maana hakika yatatimia, and it will not tarry. hayatachelewa. You need to stand upon your watch. Unahitaji usimame katika zamu yako. It is better to discover it in time and pursue it in time. Ni bora ukayagundua hayo maono mapema na ukayafanyia kazi mapema. It will help you. Itakusaidia. As a single, it will help you. Kama kapera itakusaidia. Because you must first of all know where you are going Maana cha kwanza lazima ujue unapokwenda before you choose who is going with you. kabla hujachagua nani unayekwenda naye. That is why we tell singles, Ndio maana tunawaambia makapera, discover your purpose for life before you choose your partner for life. gundua kusudi lako la maisha kabla hujamchagua mwenza wa maisha. Praise the Lord. Bwana asifiwe. And it's better that you do it in time Ni bora ukafanya mapema before it is late. kabla hujachelewa. Hallelujah. Haleluya. I say hallelujah. Haleluya. I'm not hearing a bigger Sisikia hallelujah. haleluya kubwa. If God have called you Kama Mungu amekuita to be a great football star, uwe mcheza mpira mashuhuri, and you discover it at the age of 50, na ukagundua hivyo ukiwa na miaka 50, you have wasted your life. umeshapoteza maisha yako. Because no club will enlist you as a footballer Kwa sababu hakuna timu itakayokuajiri as a age of 50. ukiwa na miaka 50. Because your system is not trainable again. Kwa sababu hauwezi kujifunza kitu tena. No coach will waste his time 20, 50-year-old to be a good footballer. Hawezi kupoteza muda kumfundisha mtu wa miaka 50 kuwa mchezaji And mpira. that's why you have to discover it in time. Ndio maana inabidi ugundue maono mapema. Praise the Lord. Bwana asifiwe. If you pass, maybe, or if you are qualified to be a lawyer at the age of 90, when are you going to use it? Kama sasa ndio umeweza kuwa mwanasheria ukiwa na miaka 90, utatumia wapi? You woke up very late. Umeamka kumekucha. Discover it now. Gundua sasa. And success will be yours. Na ustawi mafanikio yatakuwa ya kwako. I'm not hearing a louder amen. Sisikia amina kubwa. But as I close, Ninapofunga, God can unveil his plan and purpose for us on his own. Mungu anaweza kutufunulia mpango wake na makusudi But yake we kwetu. have a responsibility to make demand to access them. Lakini tuna wajibu wa kuomba ili kuweza kuupata. You have make a demand for it. Omba, Lord, why am I here? Mungu, kwa nini niko hapa? What assignment do you have for me? Umenipa kazi gani hapa? And engage your spiritual sensitivity. Na usisha umakini wako wa kiroho. Engage your spiritual antenna, you will hear from God. Weka antena zako za kiroho vizuri, utamsikia Mungu. He would say, talk to you. Ataongea na wewe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. As I conclude, Ninapohitimisha, the force of vision nguvu ya maono is one of the greatest fundamentals ndio mojawapo ya nguzo ya muhimu of every successful man and woman. ya kila mtu aliyefanikiwa. Rise up on your feet. Simama kwa miguu yako. Rise up on your feet. Simama kwa miguu yako. Wave those hands to Jesus and give him all the glory. Punga mikono hiyo kwa Yesu na upe Give him all the utukufu wote. glory. Mpatie utukufu wote. Everyone stand up on your feet Kila mtu asimame kwa miguu and yake thank Jesus na amshukuru Yesu for his word today, kwa neno lake leo, because I know that this word will bear fruit in your life. kwa sababu najua neno hili tazaa matunda katika maisha And yako. I know that somebody is waking up now Najua kuna mtu anaamka sasa, to say, God, Lord, where do I belong? anamwambia Mungu, eneo langu ni lipi? We normally say I don't know whether it's generally, we normally say when somebody is jack of all trade, it is master of none. Tunasema yule mtu anayetaka kufanya biashara zote hawezi kutawala chochote. Is master of none. Hawezi kutawala chochote. That's why there is a place you belong. Ndio maana kuna eneo lako unapaswa kuwepo. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Nobody will write about Bishop David Oyedepo now Hakuna atakayeandika habari ya Askofu and David say he Oyedepo was successful in ministry, na kusema alifanikiwa kwenye in huduma, politics, katika siasa, in business, katika biashara, in architecture. katika usanifu majengo. No, Hapana. you can't see somebody like that. Hawezi kumuona mtu wa namna hiyo. His success is on his own vision. Mafanikio yake yako kwenye maono yake. He's not a politician and can never be one.
Yeye si mwanasiasa, hawezi kuwa He's not mwanasiasa. a businessman. Sio mfanya There biashara. are people who are successful in their business. Kuna watu ambao wanafanikiwa kwenye biashara zao. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. That is why vision is so important. Hiyo ndio sababu maono ni ya muhimu sana. And God will open your spiritual ear Na Mungu atafungua masikio yako ya kiroho to hear a word behind ili you usikie neno nyuma yako telling you where you belong, likikwambia eneo unaopaswa kuwepo. and not hearing a louder Sisikia amen. amina kubwa. And if there is anyone under the sound of my voice Na kama kuna mtu hapa anayesikia sauti who yangu have discovered the vision, ambaye amegundua maono, I decree the grace to pursue it. natamka neema ya Let it be kuwafuatilia released upon you in the iachiliwe name of juu yako Jesus. katika jina la Yesu. And not hearing a louder Sisikia amina amen. kubwa. It is done. Imekuwa. I know somebody is here tonight. Kuna mtu yuko hapa jioni ya leo. God can't tell you anything until you receive him. Mungu hawezi kukuambia chochote mpaka umempokea. He can't tell you anything. He can't reveal until you first of all know him. Hawezi kukufunulia hayo maono mpaka umemjua yeye kwanza. Remember, they that do know their God, Kumbuka wao wamjuao Mungu wao. do you know him? Je, unamjua? You don't. If you don't know him, Kama umjui, you can't do exploit. hauwezi kutenda matendo And one makubwa. of the ways to know him Mojawapo ya njia ya kumjua is by receiving him. ni kupitia kumpokea. If somebody knock at your door, Mtu akibisha mlangoni mwako, praise the Lord, Bwana asifiwe, you first of all receive the person cha kwanza unampokea huyo mtu before you open your door. Before you ask the person, who are you? kabla ya kumuuliza wewe ni nani. You can't know God without receiving him. Hauwezi kumjua Mungu pasipo kumpokea. Somebody say, who want to receive Jesus? Kuna mtu hapa anataka Who kumpokea want to say, Yesu. Jesus, come into my life. Anataka kusema Yesu, ingia ndani ya maisha yangu. Be the Lord of my life. Uwe Bwana wa maisha yangu. Today I want to receive you. Leo nataka kupokea wewe. Maybe someone is here who want to rededicate your life to Christ. Je, kuna mtu hapa anataka kutengeneza maisha yake na Yesu? Help me put your hand on your chest. Let me pray for you. Weka mkono wako kifuani, unataka kuokoka na unataka kutengeneza Even maisha this yako na Yesu. communion will work for you by doing that. Ushirika huu mtakatifu utakuwa na maana kwako ukiokoka. And if there is anyone doing that, please come forward. Let me pray for you. Kama umeweka mkono kifuani, njoo mbele mchungaji Come forward. akuombee. Let me pray for you. Njoo mbele mchungaji akuombee. I am waiting for you. I'm waiting for you. Anakusubiri Come, wewe, come, anakusubiri come, wewe, come, njoo mbele. come, 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 come. Njoo mbele. Come and follow this woman. Unayetaka kuokoka, uliokoka kwa Surrender rudi your nyuma, life to unataka kutengeneza Jesus. na Yesu, njoo Your mbele. life will never remain Toa the maisha same. yako kwa Yesu na hata In baki all kama our viewing alivyokuwa. centers, anyone that want to give his or life to Kwenye vituo Jesus, vyetu vyote anataka come kumpa Yesu forward to maisha the yake. front and Njoo let's pray mbele. together. Anyone that want to rededicate his or life to Jesus, Anataka kutengeneza maisha yake na Yesu. Jesus want to receive you. Yesu anataka kukupokea. Come forward and follow this wonderful woman of God. Njoo mbele uungane udada hapa. A new beginning for you today. Mwanzo mpya kwako leo. I'm still waiting for you. I'm still waiting for you. Bado Come mchungaji forward. anakusubiri, njoo You mbele. can't be successful without knowing God. Hawezi kufanikiwa pasipo kumjua Mungu. He's a fountain of success. Yeye ndiye chemchemi ya mafanikio. Father, thank you. Baba, asante In Jesus' glorious katika name. jina tukufu la Yesu. Pray this prayer of faith after me. Say, Dada, Lord fuatisha maombi Jesus, haya ya imani. Sema, Bwana Yesu, I come to you this evening. ninakujia jioni hii, Forgive me my sins. nisamee dhambi zangu. Wash me by your blood. Nioshe kwa damu yako. Today I receive you Leo ninakupokea wewe as my Lord kama Bwana wangu and personal Savior. na Mwokozi wangu. Today Leo I declare ninatamka that I am now born again. kwamba sasa nimeokoka In Jesus' name. katika jina la Yesu. Father, thank you for this soul you saved tonight. Baba, asante kwa nafsi ulioiokoa leo. Let the grace that saved her be with her. Neema iliyomwokoa imhifadhi. I cover her with the blood of Jesus Namfunika Christ. kwa damu ya Yesu. Every entanglement of the devil Kila kifungo cha shetani over her life, katika maisha yake I loose her for me today. ninamfungua kutoka huko leo In the name of Jesus katika Christ. jina la Yesu Kristo. Jesus, keep her Yesu, muhifadhi unto the day of your appearance. hata siku ya kuja kwako In Jesus' glorious katika name. jina tukufu la Yesu. Congratulations, sister. Ongera dada, Welcome, a new beginning for you. karibu mwanzo mpya kwako. Let someone please see her. Wafuate watumishi wa Mungu watakuhudumia. Get her particulars, Pateni taarifa and we will zake, continue to pray for her. tutaendelea kumwombea. Everyone, stretch forth your hands towards the communion. Kila mmoja elekeza mkono kwenye ushirika This mtakatifu. by the blood of Jesus, every form of failure, Kwa damu ya Yesu, kila aina ya kushindwa, mediocrity in your life,
hali mbaya kwenye maisha yako, rejection in your life, kukataliwa kwenye maisha yako, shall be destroyed by the blood today. itaharibiwa kwa damu The leo. Bible says we overcame by the blood of the Biblia Lamb. inasema wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo. Everything that makes you fail, Kila kitu kinachofanya ushindi, everything closing your spiritual eyes and ear, kinachofunga masikio yako ya by kiroho, the blood of Jesus, they shall be opened kwa today. damu ya Yesu vinafunguliwa leo. Lord, everything that is a hindrance to pursuit of every discovered vision, Bwana, chochote kinachozuia mtu kufuatilia maono by yake, the blood of Jesus Christ of Nazareth, kwa damu ya Yesu Kristo wa today Nazareti, it is destroyed. leo kinaharibiwa. Every sickness, every infirmity, Kila ugonjwa na in the udhaifu, name of Jesus, you are caused. katika jina la Yesu The blood umelaaniwa. of Jesus is against every sickness and infirmity. Damu ya Yesu iko kinyume na kila ugonjwa na In udhaifu, the name of Jesus katika Christ. jina la Yesu Kristo, In the name of Jesus Christ. katika jina la Yesu Kristo. Malandelia basholia balia kasholia balabrando kiatolaba. Everyone, everything you desire from the communion, decree it Unachotamani now, kutoka kwenye decree it ushirika now. mtakatifu kitamke sasa. Tamka unachotamani kupokea kwenye ushirika mtakatifu. Make sure that you are praying. Hakisha unaomba. Leshakaba liando balabalaba. Oh, it's a communion for success, supernatural success, Ni ushirika wa ustawi wa covenant kiungu. success. No one will fail anymore. A communion for exploit. Ni ushirika wa Oh, matendo in the makuu. name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Father, Kristo. let there be instant testimonies. Baba, kuwepo na shuhuda Anyone za that papo comes kwa here papo. with any kind of sickness or Amekuja na disease, ugonjwa namna yote by hapa. this communion, that Kwa sickness ushirika is huu sasa destroyed. ugonjwa unaharibiwa. Thank you, Jesus. Asante Yesu. It is done. Imekuwa. It is now the flesh and the blood of Sasa huu ni Jesus. mwili na damu ya Yesu. And let it deliver, Na- Lord, instant testimony to every Kupatia partaker. ushuhuda wa papo Let kwa there papo. be instant healing and deliverance. Uponyaji wa papo kwa papo Let that unaopokea. growth disappear. Huo uvimbe utoweke Let that sasa. yoke be broken. Nira ivunjwe. In the name of Jesus Katika Christ. jina la Yesu Kristo. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Jesus bless. Umebarikiwa. Yu hai Jehova, yu hai milele. Mataifa tumsifu Yesu, yu hai Jehova. Tunakusifu Bwana. Mataifa yu hai Jehova.
Hallelujah. Wave those hands and appreciate Funga God. mikono Give him hiyo all kwa the Yesu, glory. mshukuru, mpe Praise utukufu. God. Bwana asifiwe. In Jesus' name.